From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Ubarikiwe kwa kila baraka. Ilikuwa wakati wa chakula cha kanisa. Hii ni karamu kuu takatifu. Chakula cha jioni halisi, si ile ya awali iliyofanywa na Roma na makanisa ya Kiprotestanti. Hapana, hii ndiyo chakula cha jioni halisi, neno. Ndiyo maana Bwana akasema, maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima, si kipande cha mkate wala kikombe cha divai la. Wao ni roho. Wanakuja akilini mwako ili kulijenga kanisa. Mada ya leo ni upendo mkuu wa Mungu. Sikia kanisa hili, upendo mkuu wa Mungu usiojulikana kwa miaka 1973 nikiwemo mimi. Sikumjua na nilidhani na mfahamu. Kweli, Juan alizungumza juu ya upendo huu mkubwa. Hapo katika Yohana 3:16 inasema, kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu. Hei, njia gani? Ambaye amemtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie usipotee bali uwe na uzima wa milele. Kwa kila mtu anayeamini. Kwa sababu walimpa karama ya imani naye anaamini na ameamini daima. Si kama wasemavyo, ili kila amwaminie asiseme, ni kwa ajili ya kila amwaminie. Kwa sababu hiyo inatoa nafasi ya bure, mapenzi na hiari haipo. Hapa uhuru pekee uliopo ni ule wa Mungu anayefanya apendavyo. Tangu mwanzo anatangaza mambo yatakayotokea, na ndivyo anavyofanya kazi na amekuwa akifanya kazi kila wakati. Yeye si kuchukuliwa na mshangao. Tayari anajua kila kitu kitakachotokea. Inakupa fursa ya kucheza nafasi, kuingia filamu yake. Lakini hapa hauongezi au kuondoa au kuweka. Hapa nyama haina faida. Na kitu kikisema kuwa ni chema, nyama na damu havikukufunulia hilo bali kinakuja ya Roho ya Mungu. Kwa hiyo Yohana alinena namna hiyo, hakuwaambia ulimwengu, bali hawakuwahi kueleza upendo huo ulitegemea nini. Mitume wenyewe walikuwa na jukumu la kuificha. Pamoja na Uyahudi, kwa sumu ya Uyahudi, walificha upendo huo. Na wakamzuia aliyeeleza peke yake ambaye ni mtume Paulo, wakamzuia asifanye hivyo. Kupitia kutoka kazini ambayo tayari muda wake ulikuwa umeisha msalabani. Kristo alipokufa, kazi ya mitume ilikamilika. Kwa nini kanisa la sasa lina mitume 11? 11 kwa sababu Yuda ilibaki. Matas aliyempa jina bila sababu, kwani hakuzungumzwa tena. Lakini wale 11 waliuficha upendo huo mkuu na kutunza kumfunika Paulo kinywa, wakimzuia kwa nyaraka zao za jumla. Nyaraka hizo za Uyahudi hiyo ni muhtasari wa Santiago. Kwanza ya Petro, ya pili ya Petro, ya kwanza na ya pili na ya tatu ya Yohana, Yakobo, Yuda na Ufunuo. Vitabu hivyo vinane vimetiwa sumu ya tohara. Hawakuongozwa na ukweli wa Injili. Wapo. Tunawaona huko kwa ushahidi wetu ambao hawajatiwa moyo na kufichuliwa kama zile nyaraka 14 za Paulo. Hiyo ndiyo Injili yetu, nyaraka 14 za Paulo. Mathayo, Marko, Luka, Yohana na Matendo ni vitabu vya kihistoria. Kuanzia Warumi hadi Waebrania, hapo ndipo siri kuu ya Injili imefichwa. Hapo ndipo upendo wa Mungu unaonyeshwa kweli, kwa sababu hapo anazungumza juu ya kuamuliwa kabla. Hapo inazungumza kwamba ulikuwa umevikwa kabla, kwamba jina lako liliandikwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu katika kitabu cha uzima na kwamba ulichaguliwa kuitii kweli. Ni katika vitabu hivyo tu unakuta walikuwa bado hawajazaliwa, walikuwa bado hawajafanya jema au baya, na kusudi la uchaguzi ndilo lililoweka mustakabali wa roho yako. Bila kufanya mema au mabaya kabla hujazaliwa, Mungu alikuwa ameamua tayari kwamba utaokoka. Angalia ni upendo gani mkuu!
Sasa hayo ni mapenzi makubwa. Na pia hawakukuambia kwamba Kristo alipokufa aliondoa dhambi. Ulizaliwa ukiwa na haki, lakini hukujua. Hujawahi kuwa katika dhambi, umebarikiwa. Ili uwe katika dhambi lazima uwe chini ya sheria, na sheria haikutolewa kwa ajili yako. Sheria ilitolewa kwa ajili ya Wayahudi. Paulo alianguka chini ya sheria kwa sababu Kristo alikuwa bado yupo nyakati hizo. Alizaliwa chini ya wakati kwa nyakati hizo. Lakini sisi watu wa mataifa ambao tumepata rehema nyingi, hatujawahi kuwa chini ya sheria, hatujawahi kuwa chini ya dhambi, hatujawahi kuwa chini ya ushawishi wa Shetani kwa sababu Shetani aliharibiwa. Hatujawahi kuwa katika laana. Aliyetudanganya sisi mataifa ni Rumi. Sumu ya upapa wa Kirumi, ukuhani uliofichwa. Dini hiyo ya uongo ndiyo iliyotuficha upendo mkuu wa Mungu. Angalia jinsi inavyosema Waefeso sura ya 3, mstari wa 8 hadi wa 10, Paulo akieleza jinsi upendo huo mkuu ulivyodhihirishwa kwa njia yake, kwa utume wake. Angalia anavyosema. Anasema, kwangu mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, neema hii ilipewa. Kwangu mimi, si kwa mitume. Kwangu, anasema, neema hiyo ilipewa kwangu kuhubiri kati ya mataifa, si miongoni mwa Wayahudi, kati ya mataifa injili ya utajiri wake Kristo usiopimika. Yasema hivi, mimi nimepewa kwa ajili ya mataifa utajiri usiochunguzika ya injili ya Kristo, na kufafanua kwa wote ni nini kipindi cha siri iliyofichwa tangu milele katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili hekima iongezeke. Multiform, maumbo mengi. Hekima ya Mungu na ijulikane sasa kwa njia ya kanisa, kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, sawasawa na kusudi lake la milele katika Kristo Yesu Bwana wetu, ambaye ndani yake tuna salama na kuingia kwa ujasiri kwa njia ya imani katika yeye. Naam, upendo huo ulifichwa kwa sababu ya dini ya Kiyahudi, injili ya Kiyahudi ya mitume. Na tunazungumza kwa njia ifaayo. Wagalatia 2:14. Ona jinsi mtume anavyosema, anasema akizungumza juu ya mitume, anasema, lakini nilipoona ya kuwa hawakuenenda sawasawa na kweli ya injili, nilimwambia Petro. Pedro alikuwa kiongozi wa kutotembea wima. Ndiyo maana wanasema papa wa kwanza alikuwa Petro. Wazi, kwa nini isiwe hivyo? Wamekuwa katika uongo mpaka leo, wamekuwa katika uongo. Pablo analaani hapa, lakini nilipoona, aliona ambao hawakuenenda sawasawa na kweli ya injili, nalimwambia Petro mbele ya watu wote, ikiwa wewe Myahudi unaishi kama watu wa mataifa wala si kama Myahudi, kwa nini unawalazimisha watu wa mataifa mengine kuwa Wayahudi? Kwa nini unawalazimisha watu wa mataifa kuwa Wayahudi? Hapo ndipo sumu ilipo. Uyahudi. Uyahudi. Hiyo ndiyo sumu ya kidini ambayo imedanganya mataifa yote hadi leo. Petro wa Kiyahudi, Yohana, Yakobo na mitume wote waliodanganya ulimwengu. Na ninakushtaki kwa siku hii, kwa njia hii ninaiweka wazi kwa kila mtu ulimwenguni kote, kwamba sumu ya kuficha ukweli na upendo mkuu wa Mungu ni kwa sababu ya mitume hao wa uongo. Kuanzia na pamoja na Petro ambaye alikuwa kiongozi ya injili ya tohara. Kwa hivyo upendo huo mkubwa ulifichwa na Paulo. Tazama jinsi Paulo anavyozungumza juu ya mitume anapozungumza pale katika waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 11 mstari wa 13 hadi 14. Angalia anavyosema, hii ni Biblia. Hii imeanzishwa. Hizi sio hadithi. Huu ndio ukweli. Huu ndio msingi wa kukua katika neema duniani kote. Sisi ni kanisa lililojengwa juu ya msingi wa injili ya kweli. Tazama jinsi Paulo anavyosema akizungumzia juu ya mitume wa Rumi. Angalia, anasema katika mstari wa 13 na 14,
Anasema kwa sababu hawa ni mitume wa uongo. Na ni mitume gani wengine waliokuwepo ikiwa sio hao? Sasa Paulo anasema hawa ni mitume wa uongo, wafanyakazi wadanganyifu, wanaojifanya kuwa mitume wa Kristo. Hakika walijificha kwa sababu walikuwa mitume wa Yesu wa Nazareti, lakini si wa Yesu Kristo baada ya kufufuka kwake. Ndiyo maana Paulo anasema, nilijaribu kumleta Kristo na huyu aliyesulubiwa baada ya msalaba, kwa sababu kabla ya msalaba ilikuwa ni pazia la kuondoa dhambi na kumwangamiza Shetani. Samahani, kusafisha, kuondoa takataka zote zilizokuwa hapo. Kristo Yesu wa Nazareti alifanya hivyo. Sasa hawa mitume alipokufa na kufufuka, waliachwa bila kazi, hawakuwa na kazi. Hawakuwa na la kuzungumza, hawakuwa na la kufanya. Hapo ndipo kazi yake mbaya ilipoishia. Hawakupaswa kuandika vitabu kama vile Petro wa kwanza na wa pili, Yohana wa kwanza, wa pili na wa tatu. Yakobo hakuwa na kuandika chochote. Na hata chini ya Yohana, kile kitabu cha Ufunuo kilichojaa dhana ambayo yeye mwenyewe hakuelewa, na mimi lazima nikipitia kazi hiyo ili kupata ukweli, ambayo aliandika juu yake, moto wa kiberiti. Wakati hicho ndicho chakula chetu wateule, cha mtu mpya aliyeumbwa sawasawa na Mungu anayetoka pale, kwamba nguo tayari zimeshuka kutoka mbinguni kulivaa kanisa. Kwa hiyo ni wafanyakazi wa uongo, anasema. Wala si ajabu, maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwa hiyo si ajabu watumishi wake nao wakinena habari za mitume wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambaye mwisho wake utakuwa sawasawa na kazi zake. Wafanyakazi wa Shetani. Mitume hao wote walikuwa wakishetani. Lakini Pablo alizigundua na kutuachia kanuni ya kujua tunashughulika na nani. Kamwe msiwaweke kama kielelezo wale mitume wadanganyifu waliojificha katika uongo, kama upapa wa Kirumi, kama walivyo makuhani wote, watawa, mapadre, maaskofu na makardinali. Lakini mchezo mdogo tayari umekwisha, kwa sababu walikula injili ya uongo ya Uyahudi. Lakini hawawezi kuendelea na mchezo huo tena, kwa sababu kukua katika neema ni kusimama. Yesu Kristo mwanadamu tayari amerudi duniani ili kuangaza kila mtu siri ambayo ilikuwa imefichwa kwa wakati huu wote. Kanisa tayari limefafanuliwa, ni wazi katika kazi anayofanya ili upendo mkuu wa Mungu, amani ile kuu na ya kina ambayo injili yangu pekee huitoa unapoipokea, ufahamu wako unapotiwa nuru, unapoletwa kwenye ukweli huu wa injili ya wasiotahiriwa, amani ya kina inakuvamia. Kama vile hakuna mtu aliyepata uzoefu. Upendo wa Mungu haukuonekana kamwe hadi 1973 wakati uungu wa Yesu Kristo mwanadamu ulipodhihirika kwa mataifa. Kamwe. Walizungumza juu ya upendo wa Mungu, lakini haikueleweka wala kuelezewa, wala hapakuwa na msingi wake. Msingi ya kukua katika neema ya upendo huu. Angalia jinsi inavyosema katika Waefeso sura ya 3, aya ya 14 hadi 21, kwa sababu hiyo napiga magoti mbele ya Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kutoka kwake kila jamaa ya mbinguni na duniani inaitwa. Halo, kila familia mbinguni na duniani, apate kuwajalia ninyi kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa uwezo katika utu wa ndani kwa Roho yake, ili Kristo akae kwa imani mioyoni mwenu, mpate kuwa na shina na msingi katika upendo. Huo ndio upendo tunaozungumzia, ili mkiwa na shina na msingi katika upendo, mpate kuweza kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kina na kimo, na kujua upendo wa Kristo upitao maarifa yote, mjazwe utimilifu wote wa Mungu. Ni upendo mkubwa jinsi gani unaopatikana katika huduma yetu. Hakuna wizara duniani kote wanaweza kutoa upendo huu mkuu. Huyo amezaliwa tu ya kweli, injili iliyofafanuliwa na akili ya Kristo ndani ya mtumishi huyu hapa. Mengine ni takataka.
Mengine ni takataka, takataka za Kiprotestanti, takataka za Kikatoliki, takataka za Kiinjilisti, chochote unachotaka kukiita. Hiyo ni takataka, na hilo linapaswa kuondolewa njiani, kwa sababu katika kuja kwake Yesu Kristo, katika udhihirisho huu wa saa hii ya mwisho, takataka zote hizo zitaondolewa, dini zote zitafungwa. Ninapokea kwamba malaika wangu hufunga dini zote. Makanisa 900 ya Kikatoliki yalifungwa nchini Ireland hivi majuzi. Napokea idadi hii imeongezeka maradufu duniani kote, na kwamba mashimo yote ya wezi yamefungwa, wale wote pango la wanyanyasaji wa watoto, waongo ambao wamedanganya ulimwengu kwa kutoa amani, lakini wanachotoa ni uongo wa kidini uliofichwa na uongo wa Kirumi. Ninapokea fidia ya haki. Ninapokea kwamba majaribio yatatokea hivi karibuni ya Mungu kuja juu ya dunia kwa wingi. Nchi imejaa maiti na inatumiza kuyaona, lakini hayo ni mapenzi ya Mungu ambayo yanatimizwa duniani kote. Kwa hiyo tazama habari, kwa sababu inaanza tena hivi karibuni. Msafara ya ajali, misukosuko na majanga kote nchini. Kweli jamani, nimefadhaika kidogo hapa. Ubarikiwe kanisa lililobarikiwa, imara kuliko hapo awali, imara zaidi kuliko hapo awali, kwamba ukombozi wako tayari uko milangoni. Ubarikiwe kwa kila baraka. Tuonane hivi karibuni katika mkutano mwingine wa mataifa. Furahini na kuimba, ewe mkaaji wa Sayuni. Haya, mpe mkono ndugu yako na kumpongeza kwa kuangazwa na Injili ya kweli. Ni tamasha, ni Mungu wa kike ambaye umepewa ili ufurahie. Tuonane baadaye. Ninatangaza kuwa wewe ni mzima, umebarikiwa, umetajirishwa, zaidi ya yote mshindi katika maeneo yote ya maisha yako. Tuonane baadaye. Ubarikiwe.